Tarehe 12 mwezi wa 11 2025, numero de reference kikao cha tarehe 30 mwezi wa 10 2025, numero 04 IFMCT BMT GNC OMPI 074 2025 Annexe P3 kwenda kwa mhubiri wa mahali misa Milimwa FMCT kijiji cha Setua Pakambini Nyarugusu. Yahusu julisho la azimio kikao cha wazee FMCT ujumbe pastoral section cha tarehe 30 mwezi wa 10 2023 kuhusu kuibiwa kwa mali za kanisa parokia ujumbe. Ndugu katika Kristo, rejea kichwa cha waraka huu tajwa juu, tajwa mbele zako kwa heshima kubwa, ili kukujulisha kwamba kikao kimekubaliana kuwa pesa hizo kiwango cha shilingi milioni 11,457,200 utazilipa kwa muda wa miezi mitano, yaani tangu leo tarehe 30 mwezi wa 10 2025 hadi tarehe 30 mwezi wa 3 2026, kufuatana na maandiko ya kitabu cha maongozi ya kanisa FMCT article 27 page 28 beti ya 10. Pole sana kwa janga hilo ulilolipata. Kwa ajili ya FMCT ujumbe pastoral section Reverend Mure Sale mwangalizi, nakala FMCT jimbo chumba cha fedha kanisa la C3 Centre CKLM3 ukaguzi parokia. Tarehe 16 mwezi wa 12 2025. Jambo mchungaji, ni mimi Wilonja Sadiki. Samahani, nataka nijibu swala kuhusu uteuzi niliyoteuliwa kwenye kikao cha jimbo letu hili la Nyarugusu. Kweli mimi nimeshukuru sana kwa wote walionichagua kwa nafasi ya kuongoza idara ya maendeleo. Nasema asante sana. Mimi mchungaji, kabla ya uteuzi huo kufanyika, mimi pokea ujumbe kwa ajili ya nafasi hiyo. Nikamjibu hivi: mimi siko tayari kufanya kazi hiyo kwa ajili ya kubanwa ninavyobanwa kazi za ofisi, kutumwa nje ya nchi, na kwa hiyo naomba radhi sana nisije kuonekana nimegairi kazi au kuharibu kazi ya Bwana. Kwa hiyo mchungaji, mimi sijawa tayari. Tarehe 17 mwezi wa 12 2025, reference numero 001 FMCT Nyarugusu District UM 2025 kwenda kwa mkuu wa jimbo, yahusu kujiuzuru. Ninatanguliza salamu zangu katika pendo tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Rejea kichwa cha barua tajwa hapo juu cha husika sana kufuatana na sababu zifuatazo hapa chini. Ninajiuzuru matumizi ya pesa za mradi bila idara la diakoni kuhusishwa, ofisi jimbo kunyanyasa na kuzalisha idara husika, nakala kamati ya kutaja majina. Ninaotakia kazi njema ya Bwana Abel Masumbuko, kasisi wa idara. Nyarugusu tarehe 20 mwezi wa 12 2025, kumbukumbu namba 72 FMCT
Nyarugusu District 001/2025. Kwa mkuu wa idara ya utumishi jimbo, yahusu jibu la barua yako ya kuomba kujiuzuru. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusiana na somo tajwa hapo juu, napenda kukujulisha kuwa barua yako yenye kumbukumbu namba 001 FMCT Nyarugusu District UM 2025 inayohusu kuomba kujiuzuru nafasi ya mkuu wa idara ya utumishi na maendeleo jimboni Nyarugusu imepokelewa. Uongozi wa jimbo umesikitishwa na ombi lako la kujiuzuru, hivyo haupo tayari kulikubali. Hata hivyo, unatakiwa kufika ofisini jimboni tarehe 21 mwezi wa 12 saa 9:30, saa 9:30 alasiri bila kuchelewa. Tunayo matumaini makubwa kuwa utatekeleza mwaliko huu kwa ajili ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wenu mtumishi kwa ajili ya kazi ya Bwana FMCT jimbo Nyarugusu, Reverend Bayolo Pape Sabuni, mkuu wa jimbo, nakala kwenda kwa mkuu wa section Philadelphia. Bukavu, tarehe 12 Februari 2026, numero 003 ACBR SC 26e CLMC BR C 2026 kwa Reverend Seretanda wa baraza la mwaka 26e CLMC wote. Shabaha kutekeleza azimio ya halmashauri ya baraza kuu 2025 kuhusu mfumo mpya wa sadaka ya sekande envelope. Reverend Seretanda, pokea salamu zote za mapendo na amani katika jina la Yesu Kristo. Twaja mbele yako kwa ajili ya kukumbusha kuhusu kutekeleza mfumo mpya wa sadaka ya sekande envelope kulingana na azimio ya kikao cha halmashauri ya baraza kuu kilichofanyika tarehe 27-28 Novemba 2025 kwa njia ya mtandao wa Zoom na WhatsApp. Mfumo huo mpya imeazimiwa uanze kutekelezwa tangu Januari 2026 katika eneo lote la shirika. Kwa ajili ya hiyo, tumependa ujue na kutekeleza mambo yafuatayo. Mfumo wa sekande envelope unamaanisha juma 55 za mwaka. 2, kila Mkristo atajiamulia kwa uhuru kiwango atakachotoa kila siku ya Mungu kulingana na pato au uwezo wake. Anayegojelewa kutoa sadaka ya sekande envelope ni kila Mkristo anayebatizwa na asiyebatizwa. 4, kila parokia mnaombwa kuunda komite ya watu wachache wasio chini ya 3 au zaidi ya 7, wakiwemo watu 2 wa chumba cha fedha na parokia. Kazi ya kamati ni kuhamasisha Wakristo, kutoa orodha ya Wakristo ambao wametoa sadaka hiyo kila juma, kuripotia kwa wapastori wa parokia kila mwisho wa mwezi. 5,
Sadaka hiyo itawekwa ndani ya bahasha yenye jina la Mkristo kwa ajili ya kulinda siri. Bahasha hizo zitawekwa ndani ya kitunga siku ya Mungu, na kamati husika itaenda kuhesabu bahasha. Itarudishwa bahasha kwa Wakristo. 6. Mfumo huu mpya umeazimiwa kwa ajili ya kusaidia wachungaji, viongozi wa maparokia ili watumike kazi zao kwa bidii na wapatie haki yao vilivyo. 7. Ifahamike kwamba bahasha moja ya mwisho wa mwezi itatumwa moja kwa moja kwa ofisi ya shirika kwa namba za mchango hazina wa shirika 0972 38 710 na 097503 5524 pasipo kupitia jimbo wala baraza. Mfumo huu mpya sio wa kuja kuvunja sadaka zingine kanisani, lakini mfumo huo ukitembea vizuri popote utawezesha kukomboa michango mingine inayoombwa na maidara ya shirika, vile vile kulipa mishahara ya wakuu wa mabaraza. 9. Kwa ajili ya kuwezesha maparokia yote yatumike sawasawa, ofisi kuu ya shirika itaandaa mafundisho na kutoa mwelekeo kwa njia ya mtandao itakavyohusishwa na itakayolenga wanamemba wote wa kamati ya sekondari envelope ya kila parokia. Pakiwepo na tatizo pakiwepo na tatizo au swali lolote kulingana na mfumo huu, ni vema kuuliza moja kwa moja ofisi ya shirika kwa namba hizi 084 49 90 327 099 174 200 2954 099 85 23 250. 11. Tuendelee kuomba Mungu ili amani irejee katika maeneo yote ya shirika, kwani ni wao watakaotekeleza mfumo huu. Habari nzuri tuliyonayo ni kwamba Baraza la Mwaka la Kinshasa limeanzisha tayari mfumo huo tangu Januari 2026 na kutuma ripoti zao. Ripoti hizo zinaleta matumaini na wapastori wao wanashuhudia hivyo, na tunawashukuru kwa hilo. Tunawatakia kazi njema Reverence Intendant, na Mungu atubariki. Katibu mtendaji wa SSC 26e CMRC Joseph Afumba Sambo Alimasi. Copie conforme Askofu wakili halali wa 26e CMRC, wakili halali achukuaye nafasi wa 26e CMRC, maidara ya shirika ya 26e CMRC, tawi la fedha shirika la 26e CMRC, majimbo yote ya 26e CMRC, maparokia ya 26e CMRC. Na Mungu atubariki. Amen.